Mungu ni mkuu kila wakati na Mungu ni mwema kila saa. Wakati huu na dakika hii ambayo ndiye Mungu Baba ambaye ametukabidhi, nitagawa nanyi neno kutoka kwenye kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wake wa 6. Neno lasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Hapa kuna mambo ambayo tunahitaji kuyajua. Jambo la kwanza ni kuwa wakati umekosa maarifa, waweza kuangamizwa wakati wowote ule. Na kwa hivyo maarifa yenyewe twafaa kwanza tujue yanatoka wapi. Haya maarifa wafaa kuyapata kutoka kwenye Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo wakati unatoa maarifa kwenye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, unahitaji kuwa katika njia za Mungu. Mambo ambayo unafanya, tabia zako, mienendo yako na jinsi unavyoishi na watu wengine inafaa kuonyesha hadharani kuwa anayekuongoza aliye ndani yako ni Mungu Baba. Kwa hivyo jambo la kwanza ndio uweze kupata maarifa yake Mungu Baba ni uokoke, uamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ndiye Yesu Kristo kuunganisha na Mungu Baba ili uweze kumuita Baba, na ili Yesu Kristo tena amtume mwana akutumie msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu wakati tunaomba, wakati tunaendelea kuomba, huwa anaendelea kutufunza, kutuelimisha na kutuelekeza katika njia ya haki na katika njia ya kweli. Na kwa hivyo ili uweze kupata maarifa, njia ya kwanza ya kupata maarifa ni kupitia kuwa na uhusiano na Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ukuwe unakaa karibu nao kwa njia ya kuomba na kukaa katika hali ambayo ni takatifu. Njia nyingine ambayo tunaweza pata maarifa ambayo ni ya Mungu Baba ni kutoka kwenye watu ambao ametuma hapa duniani, wakiwa kama walimu, wakiwa kama kuhani, waweze kutufunza na kutuelimisha. Watu ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, ambao nia yao na kusudi lao kuu ni watu wamjue Mungu, wamwamini Mungu, wakuje karibu na Mungu, wafunguliwe na wakae katika njia ambayo ni kamilifu, ambayo ina Roho Mtakatifu na Mungu ndani yake na uwezo wake Mungu Baba ukuwe juu yao. Kunao watu ambao Mungu ameweka wakiwa na nia na kusudi zuri juu ya watu wake Mungu. Na kwa hivyo, na ili uweze kutofautisha nani anayeongozwa na Roho Mtakatifu na nani anayeongozwa na tamaa zake yeye mwenyewe na nani anayeongozwa na shetani yeye mwenyewe, unahitaji ukuwe na Roho Mtakatifu ndani yako. Na ukiwa na Roho Mtakatifu ataweza kukupatia kipaji ambacho ni cha kutofautisha maroho. Na kwa hivyo wakati unapokuwa unatafuta Mungu kwa njia ya kusoma neno lake, pia njia nyingine ya tatu ni kusoma neno lake ukiwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, na ili uweze kupata ufunuo wa nini neno linahitaji ujue. Ukishafanya haya mambo yote utapata maarifa, na unapoendelea kupata maarifa ni kumaanisha njia na hila zake shetani utakuwa unazijua, na wakati anakuja kwa njia fulani utakuwa unajua huyu ni shetani na unaweza kumwepuka na kumkemea katika jina la Yesu Kristo. Utajijua wewe ni nani na ujue sehemu yako na nafasi yako katika hii dunia ni ipi. Utampenda Mungu, utamuogopa Mungu, utakaa karibu na yeye na utaheshimu njia zake zote na utafanya kulingana na neno lake. Jambo lingine utafanya, utaweza kutii sheria zake. Kwa sababu wakati ushakubali Mungu, hata kitu chochote ambacho kinahusiana na Mungu itakuwa ni rahisi kwako kukubali na kukaa kulingana na vile anataka ukae. Kwa sababu utakuwa ushatumwa Roho Mtakatifu ambaye ndiye atakuwa anakusaidia kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo
Mpende huyu Mungu, na ili pia yeye akukubali kama mtoto wake, kama kuhani wake. Na ukiendelea kumkubali, ukiendelea kukaa pamoja na yeye na kutafuta maarifa ambayo yanatoka kwake, atakufunza, atakuelimisha na atakuelekeza. Neno linasema hivi, kwa sababu watu wamekataa maarifa wanaangamizwa. Na kumbuka, wakati kitu kimeangamizwa huwa kinaisha kabisa. Kwa hivyo mara nyingi watu ambao huwa wanaangamia hawageangamia kama wangekuwa wamemtafuta Mungu na kukaa katika njia zake na kukaa katika maarifa ambayo yanatoka kwake, wakiongozwa na maarifa ya Mungu Baba, si maarifa ya watu ambao wameongozwa na tamaa zao, si maarifa ambao wanaongozwa na maroho machafu ambayo yametumwa hii duniani na yule muovu. Si watu ambao wanaongozwa na tamaa za mwili wao, wakiwa katika hali ya kujificha kwenye neno la Mungu na kwenye jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tafuta maarifa yake Mungu, na kwa sababu yeye ni Mungu mwenye upendo, wakati ataona uko na nia ya kujua ukweli, atakuwezesha kujua ukweli ambao utakuweka huru. Vifungo ambavyo uko navyo waweza ukafunguka, igawa utaendelea kumpenda Mungu, kutafuta maarifa ya ukweli, na ukiwa na kusudi la kumjua Mungu, ukae katika hali ya kweli na katika hali ya haki, ukiamini neno lake na ukikaa katika hali takatifu. Mungu ni mkuu na ukuu wake wadumu. Utukufu wake ni wa milele na huishi. Mungu hapungukiwi na huwa hachanganyikiwi. Tumwamini yeye, kwa sababu tutamaliza mwendo salama tukiwa ndani yake na akiwa juu yetu na ndani yetu. Tumpende, ana upendo wa ukweli. Tumuogope kwa sababu anastahili kuogopwa, kwa sababu kitu chochote akisema lazima kifanyike. Hakuna kitu ambacho anaweza sema kikose kufanyika. Nguvu zote anazo, uwezo wote ni wake, utukufu wote ni wake. Neno linasema kuwa kwa sababu tumekataa maarifa, ama kwa sababu ya kukataa maarifa, Mungu atakataa mtu yote ambaye atakataa maarifa yake, na si yeye tu pekee atakataa, pia atakataa watoto wake. Kwa hivyo kubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, na ili uweze kukubalisha watoto wako wakubaliwa na Mungu Baba kama watoto wake. Mpende Mungu, muogope, mtafute. Wacha kukimbia wakati unasikia neno likinenwa pahali. Wacha kutoroka wakati unasikia mtumishi wa Mungu anaponena maneno ambayo yametoka kwenye neno la Mungu na ambayo ameongozwa na Roho Mtakatifu kuyanena. Kwa sababu hutaki kujua ukweli na hutaki kuacha hali yako ya dhambi na tabia yako ya uongo. Mpende Mungu, muogope, mtafute, apatikana. Mungu ni mkuu, anastahili. Barikiweni mnapotii mwito wake Mungu.